Niendelee kukuomba Profesa, kuondoka kwako kwenye wizara hii umebadilisha tu majukumu. Sasa wewe ni waziri mlezi wa Wizara ya Habari, Sanaa na Utamaduni. Utaendelea kutulea, na tulichofurahi zaidi umeenda Ikulu. Maana yake umeenda sehemu ambayo sisi mambo yetu yanapaswa kwenda. Kwa hiyo nakuomba ukawe balozi mwema wa Wizara ya Habari, Utamaduni, ukafuatilie yale mambo ambayo mlikaa mkakubaliana yafanyike, ili tunapoyaleta mambo yetu aidha kupitia kwa katibu mkuu kwenda kwa katibu mkuu kiongozi au kupitia kwa waziri wetu mkuu Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, basi wewe unagonga muhuri tu ya kwamba haya ndivyo tulitamani yawe. Na mimi nikuhakikishie Prof, nimekuambia tukiwa wawili, naomba nikwambie mbele ya Watanzania kupitia mkutano wetu wa makabidhiano, hakuna hata jambo moja ulilolihangaikia, uliloliwazia, likakaa kwenye maandishi, likapita na kwenye vikao, litakaloachwa. Kila ulichotamani kukiona kitakwenda kutokea, na sisi tutahakikisha kwamba tunasimamia. Mimi ni muumini wa kutokuamini aliyetoka ofisini wewe ndio na akili kuliko yeye. Nimepata bahati ya kuwa chini ya mzee wangu Meki Sadiki nikiwa mkuu wa wilaya wa Kinondoni mwaka 2015, yeye akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Aliponiachia ofisi, yale yote aliyoyaacha yalitimia, na hata leo huko aliko Mwanza anafurahi ya kwamba mdogo wake anaendelea vyema, kwa sababu ya kutambua ni nafasi ya kutoa mchango, na wakati ukinaofika atakuja mtu mwingine, lakini yale uliyoyatolea mchango ni muhimu yakaendelezwa. Nimepata nafasi ya kuwa mwenezi kwa dada yangu Sofia Mgema, na yeye ana furaha huko aliko ya kwamba yale aliyopanga kama mwenezi yaliendelea. Pana nafasi pia ya kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha kwa kakaangu Mongera, yale yote aliyotamani yaliendelea kufanywa kazi, na kote huko nimeweka alama ya kutokubeza watangulizi wako, kulinda na kuendeleza kazi walizozifanya, ili kwa pamoja tuwe na historia njema kama taifa ya kuwa na mwendelezo wa watumishi wanaopita kwenye nafasi mbalimbali. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri, nije kwa watendaji. Tofauti ya Profesa Kabudi na mimi ni spidi. Hekima zake zilikuwa zinamfanya analitazama jambo na kulikolo miaka 70 nyuma. Wakati anatafuta memory, hivi mwaka 60 hivi ilikuwaje jambo hili? Hivi mwaka 70 ilikuwaje? Hivi mwaka 80 ilikuwaje? Mimi huo muda wa kutafuta rekodi sina. Naomba watendaji wa wizara, kila mtu kwanza ukae kwenye kiti chako wene na ufunge mkanda wako vizuri. Hili ndilo ambalo limechangia kunifikisha hapa. Tabia yangu inajulikana. Aidha wanaweza kukujuza watu kwa matakwa wanaotaka, lakini kwangu mimi tabia yangu mimi sio unafiki. Sina tabia ya kukuchekea wakati moyoni imekununia. Sina tabia ya kukununia wakati moyoni na kuchekea. Furaha yangu utaiona na hasira yangu utaiona. Ninawaomba watendaji wote katika idara zote na taasisi zote, kila mtu akae kwenye kiti chake na aenee. Nilikuwa natafakari hapa wakati wa utambulisho, nikamwona kijana mahiri kabisa anatambulishwa ndio mkuu wa mambo ya utamaduni. Kaa kwenye kiti chako uenee. Watu wa utamaduni wamebakiza jukumu moja tu la kuomba vibali. Yaani wao kazi yao kwenye mawilaya na mikoa kufuatilia watu kupata vibali. Yaani vile vibali vile wanafuatilia zile hela. Hakuna kazi nyingine inayofanyika. Na tunalipwa mshahara na serikali imetutawanya nchi nzima. Brother, kaa, funga mkanda wako, ni wakati wa kupaa. Ndugu zangu, kwenye kila idara najua ukienda kwenye michezo, tuna michezo takriban zaidi ya 80,000 kwa dunia nzima ambayo inachanganya mpaka na tamaduni. Lakini ukienda kwenye michezo inayotambulika na kurasimishwa na ina mashirikisho ni zaidi ya michezo 20,000. Hapa Tanzania
michezo yetu haizidi 10. Tena mpira wa miguu ndio unaongoza, mingine na suasua. Ukienda hata kwenye basket mpaka tumemwachia kijana mmoja Musa, yeye ndio anahangaika peke yake kama ndio wa michezo. Mtu wa michezo, kaa kwenye kiti yako na uenee. Kwenye habari tuna kazi kubwa, tuna maafisa habari mpaka kwenye wilaya. Na inafika mahala wa Tanzania wanaenda kulalamika kwa wanahabari huko mtaani. Wanahabari wanaamua kuripoti kero ya wananchi iliyotokea kwenye halmashauri zetu, kwenye wilaya zetu. Na inafika kipindi tunawachukia wanahabari wanaoripoti yale ambayo walipaswa kuripoti na maafisa habari tulionao sisi wenyewe. Mkurugenzi na msimamizi na mkuu wa idara, naomba ukae kwenye kiti chako na uenee. Ndivyo ilivyo hivyo kwenye sanaa. Ndivyo ilivyo kwenye maeneo mengine. Ninasema hivyo kwa sababu mimi muda wa kusubiri sina. Umri wangu huu, nisipokuwa na spidi ya kutimiza ndoto za Watanzania waliomwamini Daktari Samia wakamteua, na mimi nitakuwa siandiki alama njema kwenye kizazi kilichopo. Ninafahamu ya kwamba kote nilikopita na nyinyi watumishi mmepata nafasi nzuri ya kufuatilia utendaji wangu wa kazi. Na mimi nimefanya kazi vizuri katika maeneo mbalimbali, na tumeishi na watu vizuri, na tumeagana kama hivi leo profu anavyoondoka mioyo yetu wengine tunasononeka. Nilikuwa namtania profu, nilikuwa ishanogewa. Unajua ukikaa wewe juu hapa, sisi tuko huku tunajifichia humo. Kuna mahala pengine unajua naibu kudoji ni rahisi. Unajua tu kama zigo likidondoka litamdondokea nani? Sasa ukishakuwa full minister, maana yake usiku na mchana unatakiwa dira, vision na mikakati na namna ya kuexecute unahakisha unasimamia. Kwa hiyo sio kazi rahisi ya kusimamia taasisi. Ninaomba tusiangushane. Ningetamani kuiona wizara hii kama alivyosema prof. Watu wanaiona kama ni wizara ya kawaida. Hii wizara nakuhakikishia ndani ya mwaka mmoja, kama Mungu atatupa uhai na kubaki hapa, kila mtu aliyoko kwenye wizara nyingine ikiwemo wizara ya fedha watatamani kuhamia wizara ya habari, michezo na utamaduni. Tunakwenda kubadilisha mpaka namna ya kuvaa. Ukiwa unafanya kazi kwenye wizara hii unavaa vibaya nje ya geti. Kwa sababu watu wote wenye hela wako wizara nini? Matajiri wote wako kwenye hii wizara. Macelebrity wote nchi duniani wako wapi? Watu wanaotumia magari kama ni Bugatti, Porsche Cayenne, G-Wagon wako wapi? Watu wanavaa saa za maana wako huko. Sasa wewe unaowakilisha kwenye nchi, ukitembea kinyonge nyonge, manake mlango huu utakuwa mgumu kidogo kuingia. Kwa hiyo naomba kuanzia kwenye muonekano, lazima tuhakikishe tunaiwakilisha wizara yetu kikamilifu. Na natamani watumishi wote mlioko hapa na ambao hawako hapa watembee kifua mbele ya kwamba wizara yao ni namba 1 kwa kila kitu. Sisi ndio wale watu ambao mtu wa madini akishapata hela anakuja huku. Mtu wa madini akipata hela, mtu wa maliasili akipata wateja kule anakuja wapi? Yaani matumizi yote yako wapi? Yako huku. Hata wale ambao walikuwa hawana hela wanawatamani watu wa huku, wakipata hela wanaanza kuwawinda. Wakiwa hawana hela hawezi kuwatafuta. Nafikiri nikisema hivyo mtakuwa mmenielewa. Kwa hiyo naomba sana ndugu zangu, kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa bidii. Jisikie fahari ya kwamba kila kona ya nchi hii watu wanajua kazi yako.